Ninaitwa Mwinjilisti Aden Bahati Mayala, ni mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Kusini inayounganisha mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Tumewaita waandishi wa habari, tuna mambo tunataka kuzungumza na Watanzania na hata wale walio nje ya Tanzania. Tuna vitu vichache tu na tunataka kuwaeleza hasa wanakusini, lakini pia Watanzania wote. Tuna mikutano tunayoendelea nayo ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti Taifa pamoja na timu yake walikuwa kanda ya Nyasa, na baada ya kuhitimisha mikutano ile kanda ya Nyasa, sasa mikutano hii tunaihamishia kanda ya Kusini. Tukasema kabla hatujaenda kanda ya Kusini lazima tuzungumze na waandishi wa habari, kwa sababu kesho pia tuna mkutano wa wale watiania wa ubunge. Sasa tukasema tukifanyia huu mkutano kanda ya Kusini tutachelewa, maana mikutano hii inaanza kesho kutwa tarehe 4. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, tunataka kuwajulisha Watanzania wote kwamba kuanzia tarehe 4 tunaanza mikutano ya no reform no election ambayo itaanzia maeneo ya Lindi. Kwa hiyo tutaanza kwenye mkoa wa Lindi. Baada ya kumaliza mkoa wa Lindi tutaingia mkoa wa Mtwara. Baada ya kumaliza mkoa wa Mtwara tutaingia mkoa wa Ruvuma. Na nadhani mkoa wa Ruvuma tunaweza tukaanzia kule Mbamba Bay, tukafika tukafanya Mbinga mjini, na mkutano wa mwisho kwenye mkoa wa Ruvuma nadhani unaweza ukafanyika Songea mjini. Lakini wakati tunaelekea Ruvuma tutafanya mkutano na Mtumbo wa barabarani wa kusalimia. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa kwa lengo la kuwajulisha ndugu zetu wajiandae kwa ajili ya mikutano hii. Na kikao cha kamati kuu kilichoketi mara ya mwisho kabla ya hii mikutano ya Nyasa, tulikubaliana kwamba mikutano ingeanza Kusini. Lakini kwa bahati mbaya tuliheshimu, au bahati nzuri tuliheshimu, wenzetu wa Kusini walikuwa kwenye mfungo. Kama unavyojua maeneo ya Kusini, Lindi na Mtwara na Ruvuma, maeneo yale watu wengi na washirika wetu wengi na wapenzi wetu wengi ni Waislamu, na walikuwa kwenye mfungo wa Ramadhani. Tukasema hapana, tusipeleke mikutano kipindi hicho, tusubiri wenzetu wafungue Ramadhani, na waliofunga kwa lazima nao wafungue, halafu baada ya hapo tuelekee. Kwa hiyo baada ya kufanya mazungumzo tumekubaliana sasa tarehe 4 rasmi tutaanza mikutano yetu. Kwa hiyo jambo la muhimu, tunatumia mikutano hii kuwaalika wananchi wote, wapenzi wale wakereketwa wa Chadema na wale wanachama, viongozi wote kwa ujumla wao kwa kanda nzima ya Kusini, wakae tayari kupokea ugeni huu mkubwa wa kitaifa utakaoanza kazi hii rasmi kesho kutwa tarehe 4. Na niwaombe watu wa Lindi wakae tayari, kwa sababu ndiko tunakoenda kuanzia. Kwa hiyo waendelee na maandalizi ya kuja kwenye mikutano yetu ambayo itafanyika mikoa hii mitatu. Lakini jambo la pili, tunaenda kwenye mikutano ya no reform no election. Nini kinaenda kufanyika? Tunaelekea kutoa shule na kuwaeleza watu ambao hawajaelewa kwa nini no reform no election. Mheshimiwa Mwenyekiti Taifa nadhani amezungumza kwenye mikutano yake pamoja na makamu mwenyekiti wakiwa kanda ya Nyasa. Lakini bado tunaelekea kanda ya Kusini. Tukitoka kanda ya Kusini tutaenda kanda ya Kati na tutaenda kanda zote Tanzania. Lengo ni kuwaeleza Watanzania kwenye hii mikutano na kuwaonyesha njia sahihi, kwa sababu hatujawahi kufanya mikutano, hatujawahi kufanya chaguzi za haki toka 2019. Tumefanya uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, chaguzi zilikuwa sio za huru wala sio za haki. Tumefanya uchaguzi 2020, chaguzi wa wabunge na madiwani, lakini bado ikaonekana shida imekuwa kubwa, uchaguzi ulivurugwa. Sisi tunaita uchafuzi. Hapakuwa na uchaguzi, kulikuwa na uchafuzi. Tumeingia juzi serikali za mitaa, ndio usiseme uchaguzi umeharibiwa kwa kiwango kikubwa sana.
tunataka tukawaambie Watanzania kwamba hakuna uchaguzi kama hakuna reform. Kwa hiyo tunataka reform ndipo tuingie kwenye uchaguzi. Kama hakuna reform, CCM watambue kwamba hakutafanyika uchaguzi kama hakuna reform. Hakutafanyika uchaguzi. Sio kwamba Chadema tunaenda kususia huu uchaguzi. Uchaguzi wenyewe hautakuwepo kama hakuna reform. Jambo la pili, tunawaomba wale Watanzania wenye mapenzi mema ya mabadiliko, wanachama, hata wasio wanachama, wapenzi tu wa chama, na wale wanaohitaji mabadiliko ya nchi yetu, kusapoti Chadema kwenye tone tone. Tunafanya hii mikutano ijulikane kwamba Chadema sasa hivi ruzuku yetu tunapata ni milioni 100 tuna kidogo. Haitoshi kufanya mikutano nchi nzima hii. Tunawaomba Watanzania kwenye tone tone waendelee kutuchangia. Tutatoa account number zitatembea, na tutatoa namba za simu za kuweza kutuchangia ili tuweze kufanya hii mikutano. Niwakumbushe, nchi yoyote inayodai haki kama tulivyo Tanzania sasa, hakuna mtu yoyote anayeweza kasapoti peke yake ili zoezi. Tunahitajiana Watanzania wote. Ndio maana sisi slogan yetu inasema nguvu ya umma. Nguvu ya umma, tukiwa pamoja tutaweza kumuondoa huyu mkoroni mweusi ambaye anatushughulikia to the maximum. Nimesikia kelele zimeanza juzi tu baada ya mwenyekiti kuanza hii mikutano kule kanda ya Nyasa, zimeanza kelele, sisi hatujakataa reform. Sisi tunasema reformu isifanyike kihuni. Tunataka reformu inayofanyika na vyama vyote na wote tulizie hizi reform. Sio reformu zifanyike kwa viongozi wakuu tu wa Chama cha Mapinduzi, yani Samia na watu wake. Hii kitu tunaikataa. Tunataka reformu ifanyike kwa vyama vyote. Tunapoenda kwenye uchaguzi, kura ya mwananchi ikawe na heshima kama mataifa mengine yaliyoendelea. Lakini sio uhuni huu uliofanyika juzi. Kidogo nimesikia kwenye vyombo vya habari juzi siku ya Idi, wamejibu wanasema kwamba wamesikia habari za uchaguzi mkuu. Sio kwamba wanajua walichokifanya, wanasema wamesikia, wanalifanyia kazi. Sisi hatutaki mlifanyie kazi tu. Tunatakiwa kulifanyia kazi ili jambo wote, kwa sababu hii ni nchi yetu sote. Niliwahi kuongea na waandishi wa habari na nikasema Chadema kwenye hii nchi sio mahaini. Tuna haki ya kudai haki zetu, na tutadai haki mpaka tone letu la mwisho la damu. Na niwaambie, kamati kuu ya chama ilipokaa na kujadili, maana mimi ni mjumbe wa kamati kuu, tulipokaa na kujadiliana kuhusu no reform no election, hatujajadiliana kwa bahati mbaya. Tumekubaliana na tumeamua liwalo na liwe, kama hakuna reform kwenye uchaguzi huu wa 2020, na naomba waandishi hiyo muiandike, iwe very bold. Kama hakuna reform, CCM wasitegemee kuna uchaguzi. Hatutakubaliana wao wafanye uchaguzi peke yao, waendelee kula keki ya nchi hii, halafu ionekane sisi tutabaki yatima. Hapa yatima tutabaki wote. Na ieleweke, sasa hivi tunatumia magari kwenda kwenye operation. Mtakapotuona tumeanza operation ya mguu kwa mguu, yani ya maandamano, hatutarudi nyuma mpaka tumepata haki yetu. Hatutarudi nyuma mpaka tumepata haki yetu. Haiwezekani sisi tuwe watu wa kuingia kwenye uchaguzi kila siku, halafu tunachinjwa, mwisho wa siku wanatuambia subirini, tutatengeneza, tutafanya reform. Reform ipi? Yani CCM peke yao wanafanya reform ipi? Ipi? Ingieni kwenye uchaguzi Chadema ili iweje? Yani tuingie kwenye uchaguzi kwenye njia ile ile, kwenye kisu kile kile mlicho tuchinjia, bado tukaendelea kuingia kwenye uchaguzi. Hata mwenda wadhimu anajua kilichofanyika 2024 juzi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Waandishi wa habari mtakuwa mnakumbuka, Chadema tulishafikisha wabunge zaidi ya 70 na majimbo. Chadema tumeongoza majiji kadhaa Tanzania, karibu Tanzania yote. Lakini leo kirahisi tu eti Chadema inapata mbunge mmoja. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi, narudia, wananchi wangu wa kanda ya kusini, kaeni tayari. Kipienga kimepulizwa, tutatembea kwa magari,
tutatembea kwa baisikeli, tutatembea kwa pikipiki, ikibidi tutavuka na mitumbwi, tutatembea kwa miguu mpaka tumepata reform. Na tunawaandaa wananchi wawe tayari kwa kazi kubwa inayokuja. Asanteni ndugu zangu waandishi wa habari, niliwaita kwa ajili ya kuwapa hiyo taarifa, lakini mikutano yetu kama nilivyosema itafanyika Lindi, Mtwara na Ruvuma, na tunaendelea na maandalizi makubwa ya mikutano, na mikutano itakuwa mikubwa na tunaamini itakuwa hivyo. Kwa hiyo wakae mkao wa mikutano kwenye kanda yangu ya kusini. Hili ndio lengo nililowaitia waandishi wa habari. Ninawashukuru sana kwa kuitika kwa kuja.